Online TV. Erasto Samsoni Chutas, mwenyekiti wa Chadema tawi la Msimbazi. Tuko hapa kwa ajili ya jambo moja tu, kutoa taarifa kwa umma kutokana na kilichotokea kwa aliyekuwa mwanachama mwenzetu Patrick Asenga juu ya kumvua wanachama. Kwa hiyo tunatoa taarifa rasmi leo kwamba Asenga amevuliwa wanachama. Karibu katibu kwa ajili ya kutoa taarifa kamili juu ya swala hilo. Ndugu waandishi wa habari, kimsingi ndugu Patrick John Asenga tulimwandikia barua tarehe 5 mwezi wa 4 2025 ya kumtaka ajieleze kwenda kinyume na misimamo ya chama, hasa msimamo wa no reforms no election. Chama kilimpa siku 14 kujieleza, lakini mwanachama wetu ameshindwa kujieleza au kuleta utetezi wake. Hivyo kwa sauti moja na kwa kauli moja, kama kitendaji imekaa na kuridhia na kumchukulia hatua za kinidhamu, ikiwemo ya kumvua wanachama wake kwa kosa la kufanya usaliti. Kwa nini tumemvua wanachama? Tumemvua wanachama ni kwa sababu amefanya usaliti na tulimtaka ajieleze, ameshindwa kujieleza. Kwa mantiki hiyo bado anaendeleza usaliti wake. Hivyo tunatangaza rasmi ndugu Patrick John Asenga amevuliwa wanachama wa tawi la Tabata Msimbazi. Katiba yetu nitakoti vifungu kama na WhatsApp nitakutumia. Tawi halina uwezo wa kumvua wanachama mweka hazina wa kanda. Yaani mimi mamlaka yangu ya nidhamu ni kamati kuu. Kwa hiyo ni kamati kuu pekee ndio wenye mamlaka ya kunivua mimi kwanza nafasi zangu na mwisho kunivua wanachama na nafasi zangu. Yaani hakutakuwa na chama cha namna hiyo chenye katiba ya kijinga ya namna hiyo kwamba tawi linaweza kumvua kiongozi wa chama wanachama. Itakuwa basi katiba yetu ya Chadema itakuwa ni ya kipumbavu kuliko hata hii ya nchi tunayoipigia kelele. Kama tawi linakuwa lina uwezo wa kumvua. Mimi sio mweka hazina tu wa kanda, mimi ni mwenyekiti wa wilaya chifu. Yaani mimi ni bosi wa huyo, na hata hivyo tutachukua hatua. Kesho tutakuwa na kikao, tutachukua hatua. Wote wenye vitu wa matawi, makatibu wa matawi wanaotumiwa na watu kufanya mambo ya kitoto na ya kijinga, tutachukua hatua kwao wote, hakuna atakayesalimika. Kwa hiyo nimeiona kwenye mitandao tuumie hajanifikia, ndio maana nasema ni upuuzi. Nasubiri nifikie. Kwangu mimi nimehesabu ni upuuzi. Yaani tawi halina mamlaka hayo. Tawi linaweza kumchukulia hatua mtu ambaye hana nafasi yoyote ndani ya chama. Yaani hana cheo chochote. Ukishakuwa na cheo, maana yake wewe ni bosi wa tawi. Yaani yeye hana mamlaka hata ya kumvua wanachama mwenyekiti wake. Kwa sababu anakuwa tayari ni bosi wake. Yaani mamlaka yake ya nidhamu ya tawi ni kata, mamlaka ya nidhamu ya kata ni jimbo, na mamlaka ya jimbo ya nidhamu ni wilaya ama mkoa. Umenifahamu? Kwa mujibu wa katiba. Na mamlaka ya mkoa ni kanda. Sasa mimi ni kiongozi wa kanda. Yaani tawi halina uwezo wa kunivua mimi madaraka yangu. Linapaswa lisubiri nivuliwe vyeo vyangu kwanza. Sasa nikiwa na hivi vyeo kaka hawawezi. Hakuna chama chenye katiba ya kijinga namna hiyo. Wenye uwezo wa kunivua mimi wanachama ni kamati kuu tu peke yake. Hao wakifanya wajibu huo, wakisema wamenivua wanachama, wana mamlaka hayo kwa sababu ni kwa mujibu wa katiba yetu. Ndio maana nimekwambia ungekuwa na simu ya WhatsApp nina uwezo wa kukutumia ukaona. Hatuna, kama ni WhatsApp nitakutumia. Hakuna tawi lenye uwezo wa kuwavua viongozi. Yaani elewa neno viongozi. Wanaweza kuwavua wanachama wa kawaida ambao kimsingi wao wanakuwa tayari ni mabosi wao. Yaani tawi limebeba wanachama. Linaweza kuwashughulikia wale wanachama, lakini halina uwezo kuwashughulikia wanachama ambao wameshakuwa na vyeo vya juu kushinda wao. Hawana uwezo huo. Yaani hawana uwezo hata wa kufukuza mwenyekiti wa kata. Si umenielewa vizuri?
Mimi ndo bosi wao kwenye wilaya na kwenye kanda. Tukiwa na chama cha namna hiyo chief chenye uwezo wa kuwavua viongozi wa juu, basi tutakuwa sio chama tena, tutakuwa takataka kabisa. Yeah, kwa hiyo ieleweke hivyo. Sasa kama iwe ninapinga au sipingi, hiyo sio mamlaka yao. Hawana uwezo wa kunihoji mimi hao. Wenye uwezo wa kuniita na kunihoji mimi ni ofisi ya katibu mkuu peke yake na sio nyingine. Na mwenye uwezo wa kufanya maamuzi sasa ni kamati kuu. Ndo wanaweza wakakaa wakasema huyu mweka hazina amekiuka katiba ibara ya 123, tunaweza kuchukua hatua hiyo. Sio tawi. Mimi hiyo tawi sio mamlaka yangu. Hao wako chini yangu hao. Wote hao nikiamka mimi naweza kuamka kesho asubuhi nikafuta matawi yote. Alafu wao ndo wakafanya kazi ya kukata rufaa. Sio wao kushuka kuhangaika na mimi, haiwezekani. KM Online TV.